Unaangalia GKU Habari Zanzibar. Kazi ulotutuma tutafanya kwa usahihi, tutaongeza bidii kwenye utendaji. Dhamira ni kukuza uchumi na kutoa elimu kwa vijana wa taifa hili. Hilo ni jukumu letu, raia na mali zake ni jukumu letu kuwalinda wa taifa hili. Hilo ni jukumu letu. Umevishwa nishani na Rais Hussein Mwinyi, juhudi na ufanisi afande daima wewe unachekecha. Mpenzi mtazamaji wa GKU Habari, tupo na mwendelezo wetu wa vipindi vyetu mbalimbali. Leo hii tumeweza kufika katika eneo la Ngarawa. Kocha wa kuogelea kutoka JKU Tatu Jumaane ana yepi ya kutuelezea jinsi anavyowafundisha wanafunzi hawa jinsi ya kuogelea kuanzia stage ya mwanzo hadi stage ya kumalizia, ikiwa kwenye puli, ikiwa baharini. Ikiwa wanafunzi hawa wanaanza kuogelea katika pool, hawaanzi moja kwa moja katika bahari, lazima wanaanza katika pool halafu ndipo wanapoanzia. Kwa hiyo tutaenda kumsikia kocha wa kuogelea Tatu Jumaane ana yepi ya kutuambia. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Tatu Jumaane Mohamed, ni kocha wa kuogelea natokea JKU. Leo tumekuja kufanya darasa letu hapa, darasa ambalo tunafundisha watoto wa shule, na sio watoto wa shule tu, tunafundisha watoto wa design mbalimbali. Na ukizingatia sisi wenyewe JKU pia tuna timu yetu JKU Swimming Club, inashiriki mashindano ya nje na ya ndani, inashiriki mashindano ya tofauti tofauti. Lakini kwa upande wetu wa leo tumekuja kufundisha kwenye swimming pool kwa watoto wa shule kuanzia miaka 9 hadi kuendelea mpaka form 2 mpaka form 4. Kwa hiyo tumeanza stage 1 jinsi ya kufundisha watoto, na unapoanza somo la kuogelea unaanza somo la pumzi. Kwa hiyo tuliona watoto pale ndio tunavyoanza pale mwanzo, wale watoto ambao wametoka nyumbani hawajui B wala C wala G ya kuogelea. Kwa hiyo wamefika pale tumeanza kuwafundisha pumzi. Unajua swala lolote pumzi au breath ndo swala la kawaida binadamu. Hata na mimea pia inavuta pumzi, kwa hiyo na binadamu anavuta pumzi, samaki wanavuta pumzi. Kwa hiyo kitendo cha kuogelea ina maana lazima ufuate tabia za samaki. Viumbe wa majini wanavyoishi ndo tabia unatakiwa uifuate kwa kuogelea. Kwa hiyo jambo la kwanza tunalofundisha wanafunzi ni kuvuta pumzi. Kwa hiyo tumeona wanafunzi wetu pale wa umri wa miaka 9 wanafundishwa jinsi ya kuvuta pumzi. Tumeona stage 2 pale tumefundisha jinsi ya kufloti. Kwa hiyo binadamu si kama samaki, lakini unapoingia kwenye maji kujifundisha kuogelea, unatakiwa sasa uwe kama samaki. Ni lazima uweze kuelea maji yale, yani kuyamiliki na mwili wako, ndio utapoanza kuogelea. Kwa hiyo tumeanza stage ya kwanza. Stage ya pili tumefundisha jinsi ya kufloti, lakini umeona kama umeshika vibao vya rangi manjano, vile ndio vinakuwa vinawasaidia jinsi ya kufloti. Kwa hiyo vile ndio wanavikamata vile mpaka tukiona sasa uwezo wao umekubali kabisa, wanaviachia. Wakisha kuviachia wanaanza kufloti kamili bila kushika chochote. Na baada ya hapo watoto wanaanza kufanya kicking. Sasa leo tumefanya kiufupi pale, lakini wanafanya kicking. Na tumeona watoto pale wanafanya kicking. Baada ya kumaliza kicking wanafanya sasa mchezo kamili. Na pale leo tumefanya mchezo mmoja tu. Tukumbuke kama kuogelea ina staili 4 za kucheza. Kuna front crawl au wanasema ni mkogo wa kawaida. Binadamu yote ambaye yule hata leo kama hajui kuogelea akienda pwani utamwona anacheza mkogo ule, ni front crawl au freestyle. Freestyle ina maana kwa mtu yote anaweza kucheza, ikiwa mlemavu, ikiwa nani, yoyote anaweza kucheza hiyo freestyle. Kuna na nyingine inaitwa breast au kipaka. Na hiyo kidogo ngumu, lakini sisi watoto bado hatujaanza kuwafundisha hawa. Lakini tutakapokwenda kwenye mazoezi yetu mengine tutaonesha. Kuna na back wengine tunavyozoea sisi Waswahili tunaita kistima. Pia watoto wanafundishwa na tulionesha pale
jinsi ya kufloat hiyo kistima. Na mchezo wa mwisho unaitwa butterfly. Butterfly tunamjua bata anavoogelea, kwa hiyo tunaonesha jinsi ya bata anavoogelea na sisi binadamu tunaogelea. Kwa hiyo pale tumeonesha front crawl au freestyle. Tumeona watoto pale wanakoga freestyle. Na ili uenjoy mchezo wa kuogelea ni lazima uchupe juu hivi kidogo, uingie kwenye maji yale uyasikie, uendelee na kuogelea hiyo freestyle. Kwa hiyo tumeona watoto pale jinsi wanavyojifundisha kuchupa na kufanya hiyo freestyle. Mtoto akisha kujua kikoga hiyo freestyle, basi ujue michezo yote itakuwa tena rahisi kwake. Kwa hiyo inategemea na mtoto, kwa sababu anaweza kaja mtoto hataki kuyagusa hata yale maji. Muda uliopita hapa nilikuwa nikifundisha mtoto ambaye hataki hata kuyagusa maji. Hata umwambie atie mguu hawezi. Sasa inategemea mtoto na akili yake. Somo la kuogelea ni kama somo lolote tu la skuli na sehemu yoyote. Kwa hiyo tofauti labda pengine na football. Football mtoto akizaliwa tu atarusha mpira. Lakini kwenye swimming mtoto mpaka ile maji kwanza ayazoee, kwa sababu kwanza tuna utamaduni tunajua maji yanaua. Kwa hiyo maji hayaui. Kwa hiyo mtoto atakija pale umuelimishe, lakini anaweza akachukua wiki 4 tu akawa tayari anaogelea vizuri tu, tena michezo yote. Unaweza kumfundisha stage ya kwanza wiki hii nzima akamaliza, ukaja siku ya pili akacheza. Lakini pia inategemea na mtoto. Mwingine unaweza kumfundisha wiki 4, wengine ukafika wiki 6, wengine ukafika wiki 8. Ndio hivyo. Inategemea na akili ya mtoto. Lakini wiki 4 tu kamili mtoto anaweza kumaliza kujifunza kuogelea mpaka kuvuta pumzi, kufloat pamoja na kukoga mchezo mzima wa freestyle. Tumeweza kumsikia kwa kina kocha Tatu Jumanne kutokea katika Jeshi la Kujenga Uchumi, jinsi anavyoweza kufafanua kwa anavyowasomesha wanafunzi hawa wa uogeleaji. Mwisho wa kipindi hichi ni mwanzo wa vipindi vingine. Usikose vipindi vinavyofuata. Kuweka JKU kwenye nafasi nzuri.